Za wakati huu na karibu katika Mizani ya Wiki. Mimi ni Faraja Sendegea. Hoja inayotuleta pamoja leo, kumbuka kwamba tunaelekea uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani mwaka huu 2025. Hali ya afya ya demokrasia ya vyama vingi vya siasa kuelekea uchaguzi huo ikoje Tanzania kwa sasa? Hii ndio hoja inayotuleta pamoja kwa mengi ambayo yanaendelea kujitokeza miongoni mwa vyama vya siasa vinavyoendelea na michakato ya kisiasa hapa nchini. Na hapa leo tumemwalika Deus Kibamba. Deus Kibamba ni mchambuzi wa masuala ya siasa, sheria, katiba na mwangalizi mzoefu wa masuala ya uchaguzi. Naambiwa uchaguzi huu wa mwaka huu, Mungu akikupa uhai, utakuwa ngapi? 41. Uchaguzi wa 41 ndani na nje ya nchi. Ndani ya katika nchi zinazofikia 30. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia tumemwalika Emmanuel Sudai. Huyu ni katibu wa Chadema mkoa wa kichama wa Temeke. Karibu sana Sudai. Asante sana. Asante sana. Labda muda wetu ni mchache kuzungumza mambo mengi yanayoendelea kisiasa, lakini kwa tathmini ya kawaida demokrasia ya vyama vingi tunapoelekea uchaguzi mkuu mwaka huu, Sudai, nianzie kwako kidogo. Unaona jicho gani? Kwenye nchi yetu tunajua kuna ratiba ya uchaguzi, na tunapozungumzia demokrasia ya vyama vingi, nchi yetu tayari imeshaingia kwenye mtanziko. Naweza tukasema kuna shida ambayo kama chama kikuu cha upinzani kama sisi tunapozungumza mpaka leo hii, sisi tuko na kauli mbiu yetu, tunasema no reforms no election. Nilitaka kukuuliza uko Chadema, maanake sasa Chadema imeshameguka kiasi kwamba ni lazima tujue uko upande gani. Uko bado ndani ya Chadema au ni miongoni mwa wanaotoka? Inaonekana bado uko ndani ya Chadema ile ambayo inasema no reform no election. Nikitaka kufahamu kidogo kutoka kwako, no reform no election katika mazingira ambayo Chadema inaonekana kuendelea kumeguka, viongozi wengi, makada wengi wa chama wanaendelea wanatoka. Na labda kabla sijalileta hili swali, tumsikilize mmoja kati ya waliotoka hivi karibuni kutoka Morogoro. Huyu ni Devota Minja. Alafu nitalileta swali hili vizuri kwako kabla hatujaenda kwa Kibamba, tuijue tathmini yake kidogo tunapozungumza vyama vingi kuelekea uchaguzi mkuu. Chama kimegeuka kuwa ni chama cha matusi, chama cha kukejeli, kutweza utu, kutukana waliokuwa viongozi, kutukana ambao walikuwa timu ya upande wa pili, ambao hawakuwa timu ya mwenyekiti wetu. Ndani ya Chadema ninauona upendo umepotea. Haupo tena ule upendo ambao tumelelewa ndani ya Chadema, kwa sababu hata viongozi wanayashuhudia haya, lakini viongozi wetu wamefunga masikio. Ninajivua nafasi zangu zote ndani ya chama cha Chadema, ikiwa ni pamoja na ujumbe wa kamati kuu, wenyekiti wa kanda ya kati unaojumuisha mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida. Najivua wenyekiti wa baraza la wanawake mkoa wa Morogoro wenye majimbo 11 ya uchaguzi. Niwahakikishie nitatafuta mlango mwingine wakati ukifika, tuendeleze mapambano. Miongoni mwa wakada wa chama cha demokrasia na maendeleo alijivua uongozi ama nafasi zote alizonazo. Sasa uzoefu unaonyesha kwamba wakati wa kuagana huo ni masikitiko, lakini ukiwasikiliza baraza la wazee Chadema Bazecha, wao wanasema bahari inatapika bwana, sisi hatuna wasiwasi. Katika hali ya kawaida ni kweli hamna wasiwasi watu wengi wakubwa maarufu wanaotoka ndani ya chama? Unajua kwenye siasa kuwa mtu kutoka sehemu moja kwenda chama kingine sio tatizo, sio shida. Shida inaanzia pale yeye anatokaje kwenye hicho chama. Sawa? Tumeona wenzetu wanatoa hizo sababu wanazozisema. Sawa? Lakini tunajua chanzo kikubwa cha haya yote yanayotokea, tunaweza tukasema ni post election trauma. Ni homa ya uchaguzi, kuwa kuna watu ambao waliamini kuwa chama kikubwa kama hiki ambao sisi tunapigania mabadiliko,
tukishindwa kuyaleta mabadiliko ndani ya taasisi yetu ya ndani, tutakosa moral authority ya kutafuta mabadiliko nje ya chama. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa hawaamini kuwa hiki chama kimeshakuwa matured, kinaweza kikaleta uongozi mpya. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia wote wanawahama. Nyinyi ni wafuatiliaji wazuri kipindi tuko kwenye kampeni ndani ya chama. Sawa? Watu wote wanaotoka ni wale wana sababu ambazo, sawa, ukiangalia hazina mashiko. Unaposema kuwa wewe kiongozi, labda mwenyekiti wa kanda ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya chama, tumekupa kanda nzima uiongoze wewe, kwa sababu unazozitoa hizo za kusema kuwa chama kimekuwa hakina upendo. Unaposema post election trauma ni uchaguzi wa ndani ya chama, yes, ndio baada ya uchaguzi. Yes. Kibamba, nije kwako. Tunaelekea uchaguzi mkuu. Nchi yetu ni ya vyama vingi vya siasa. Afya ya vyama ndio hii tunaiona. Mfano ni moja tu, labda kunaweza kukawa na shida katika maeneo mengine, lakini nipe tathmini yako. Mimi nadhani hatuendi vizuri. Hatuendi vizuri kwa sababu nchi yetu imetoka tatizo lilianza mwaka 92. Tangu mwaka 92 tuliporejea kwenye mfumo wa vyama vingi, tulirejea robo. Hatukurejea kamili. Nikizungumza ile mashindano yaliyokuwepo, uchaguzi wa 58, uchaguzi wa 60, mwaka 60, uchaguzi wa mwaka 61, chaguzi zile, mashindano yaliyokuwepo na mfumo wa vyama vingi ulikuwa ni thabiti kuliko hali inavyoendelea hivi sasa. Mwaka 92 waasisi wetu wa kisheria, akiwemo jaji mkuu mstaafu marehemu Nyalali, akiwemo jaji Kisanga, kulikuwa na majaji na wanasheria na wataalamu wa katiba waliosema nchi hii isijaribu kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi pasipo kwanza kushughulika na kugeuza mfumo wa chama kimoja uliokuwa umetandaa kila mahala. Sasa tunazungumzia mfumo wa chama kimoja kutandaa kila mahala, ama afya ya vyama vya siasa vyenyewe kuelekea uchaguzi? Sasa afya ya vyama vya siasa utaizungumzia vipi katika hali ambapo vyama 18 vinajitegemea, chama kimoja kimezongwa, kina mirija kila mahala, kina mirija. Kumbuka hiki ni chama ambacho ilikuwa ukitaka kwenda chuo kikuu lazima uonyeshe kadi ya chama. Kama hujaonyesha kadi ya Chama cha Mapinduzi huingii chuo kikuu. Ndugu yangu, ndio najaribu kukueleza Faraja kwamba usingizi wote huu ni usingizi wa wakati huo. Mwaka 92 hatukufanya mabadiliko makubwa ya kutosha. No reform, no election. Hii ndio alichoongea Jaji Nyalali. Hiki ndicho alichoongea Jaji Kisanga. No reform, no election haijaanza leo. No reform, no election ina miaka 30 na kidogo. Sasa ndio nirudi kwako sasa, kwamba sasa hivi sasa inakuwaje? Mimi nadhani afya ya vyama haiko vizuri, hata afya ya CCM. Kwa sababu afya ya CCM haiko vizuri kwa sababu chama cha siasa lazima kiingie kwenye uchaguzi kama chama cha siasa. Hakitakiwi kiingie kwenye uchaguzi kama dola. Lazima kuwe kuna utenganifu kati ya dola ya Tanzania inayoongozwa na rais na baraza la mawaziri, ambaye rais huyo ni yuko juu hata ya chama chake cha siasa. Sasa Tanzania, rais wa Tanzania yuko juu ya CCM kiasi gani? Ndio utagundua afya hii inakosekana kote kote. Na haya yanayoendelea kwenye vyama sasa hivi 18, na hasa vyama ambavyo kidogo vilikuwa vimeanza kukua na kuwa vikubwa, haya ndiyo yanatisha zaidi. Ninavyoona mimi kwa sasa, tunaweza tukakuta vyama hivi ambavyo vilikuwa vikubwa, Chadema, CUF kwa mfano, ACT Wazalendo, vinaweza vikajikuta hivi vyama mwaka huu vimeelekea kule ilikoelekea NCCR Mageuzi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 95. Wanatakiwa kufanyaje? Wanatakiwa wajipange. Mimi nilikuwa nafikiri sasa hivi kwa mfano Chadema inatakiwa Mungu aishushie neema
ya viongozi waratibu, na sizungumzi mwenyekiti hapa nazungumza waragbishi. Mtu kama huyu tuliyempata leo katibu, wanatakiwa waongezeke kila siku, wawe ni watu wa kueneza ujumbe wa kistaarabu, ujumbe wa hoja katika vyombo vya habari. Kamata, unajua kupata nafasi kama hii kuja kwenye studio hivi sio mara nyingi. Wale makada wa Chadema, kamata kalamu, andika makala, chapisha, andika makala ili kuweza kusambaza ujumbe. Ujumbe wenyewe ni upi? Ujumbe wenyewe ni kwamba kunahitajika mkakati wa ujenzi wa vyama Tanzania. Kwa mfano chama cha Chadema wanatakiwa waseme tumeanza mabadiliko. Uchaguzi ule ulivyofanyika umeanzisha tu mabadiliko. Dhana ya kwamba mabadiliko yamekamilika kwa sababu mwenyekiti Mbowe kaondoka, mwenyekiti Lissu kaingia, dhana hii itaua kabisa Chadema, haitakuwepo. Dhana kwamba mageuzi ndio yameanza tu, hiyo ndio dhana itaijenga Chadema. Na Chadema itatoka vipi? Itashughulikiaje huu mgogoro? Migogoro kwenye vyama ni jambo la kawaida. Lakini je, mtaishia kuwa kama UNIPO au KANU? Au mtakijenga, mtatumia hii hali kujenga zaidi chama? Hilo ndio swali kuu. Asante. Sudai, wakati wa uchaguzi umeanza vizuri uliposema post election trauma, kwamba ni homa baada ya uchaguzi wa ndani wa chama. Yes. Baada ya uchaguzi ule ambao ulileta matokeo ambayo tuliyaona, Lissu kuchukua nafasi badala ya Mbowe, mliuaminisha umma neno demokrasia lililo sehemu ya jina lenu, kwamba lilithibitika pale na wote mkatoka na kauli moja inasema, nikumbushe ile kauli, Stronger together. Stronger together. Yes. Strong together. Yes. Strong together iko wapi leo katikati ya kuelekea mchakato, kuelekea uchaguzi mkuu? Strong together ndani ya chama chenu. Asante. Ndio baba niliposema kuwa shida zote hizi zinatokana na matokeo ya uchaguzi. Lakini mlisema baada ya matokeo mkasema strong together. Sawa? Kusema ni jambo lingine, kwenye kutekeleza ni jambo lingine. Kila mtu anakuwa na dhamira yake. Kwa sababu wakati tuko kwenye uchaguzi kulikuwa kuna wagombea watatu. Sawa? Mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe, Tundu Antipas Lissu na mgombea mwingine. Sawa? Lakini kila mgombea alikuwa na timu yake ambayo kuwa ukishachaguliwa unatarajia kwenda kudeliver kitu fulani. Kwa hiyo timu yako ambayo uko nayo, sawa, ambayo kuna watendaji wale wa kila siku wa chama ambao tunasema kwa mfano naibu katibu mkuu Zanzibar, naibu katibu mkuu bara, sawa, kuna katibu mkuu. Hawa ni watendaji wa chama wa kila siku ambao moja kwa moja mwenyekiti atakayekuwa ameshinda akileta yale majina yao kwenye baraza kuu la chama ili tuwaendorse, moja kwa moja wale wanakuwa ni waajiriwa wa chama. Chama hiki ni kikubwa, kwa hiyo watu watalipwa mishahara, watakuwa na magari ya chama, wana madereva, wanakisafiri, wana posho. Sawa? Ndio maana tukiona wengi wao ambao, ndio maana nimesema ni post election trauma, kuwa wengi wao wanaoondoka ni wale ambao wamekaa muda mrefu kwenye chama, walishazoea kubenefiti na zile incentives ambazo ziko ndani ya chama. Kwa hiyo zile baada ya kuona hizi fursa zinakosekana, wanaanza kutafuta sasa kisingizio cha namna ya kusema kuwa vijana wanasema tutoke vipi. Sawa? Kwa hiyo hata hii inayoendelea ni watu ambao wanataka kujipanga kwenda kutengeneza project ya ajira za kisiasa kwenye hivyo vyama vingine ambavyo wanatarajia kwenda kuwa, wakitarajia kuwa wakienda wakashiriki labda uchaguzi tena wapewe labda ruzuku, sawa, ili waweko pale kwa ajili ya kusustain maisha yao, ambazo hizo siasa nadhani. Unadhani ni rahisi watu kuamini kwamba ni hicho? Kwa sababu hao watu wamekaa ndani ya Chadema kwa muda mrefu sana. Mtu ambaye umekaa ndani ya Chadema kwa muda mrefu, kwa mfano hawa viongozi wetu secretariat iliyoondoka, ambao wengine wamekaa ndani ya chama miaka 20, wengine 15, sawa, mtu ambaye umekijenga chama, sidhani kama unaweza ukatoka na sababu kama hizo za kusema kuwa uongozi mpya ambao umeingia, sawa, hausikilizi
hausikilizi maoni ya watu wengine. Unajua, unapokuwa umetoka kwenye nafasi ya uongozi unakuwa mwanachama wa kawaida. Chama hiki kinaendeshwa kwa katiba. Kuna utaratibu wa kuongea ndani ya chama. Huwezi ukawa mwanachama wa kawaida ukataka kuwa wewe maoni yako ambayo unayataka kunani yasifuate utaratibu. Tuna utaratibu wa vikao. Na ndio maana kwa mfano nachokwambia, mheshimiwa kwa mfano Benson Kigaila anatoka mimi kwenye mkoa wangu wa kichama. Sawa, hajawahi mimi kama mwenyekiti wake wa mkoa kuniambia kuwa labda ana mawazo fulani ambayo tunaweza tukashirikiana kwenye chama, lakini unaona anaibuka tu anatoa tuhuma za hivi na hivi, lakini unaangalia kwa okay kwa Kibamba. Naam. Ukiwa kwenye nafasi kwanza unaelewa hoja yake. Naielewa. Naielewa. Nafikiri kwamba kwa upande fulani hawa ambao wanaamini kwamba ugonjwa mgogoro wote huu ni masuala ya nani alipata nani alikosa kwenye uchaguzi, wanaweza kuwa sahihi kidogo, lakini kwa kiasi kikubwa hawako sahihi. Kwa nini? Aliyekosa katika hawa kwa sehemu kubwa ni mmoja, ni mwenyekiti Mbowe, naye hajakosa kabisa. Ni mjumbe kwa katiba ya Chadema. Mwenyekiti Mbowe, mwenyekiti mstaafu, ni mjumbe wa kamati kuu kwa maisha yake yote mpaka baba atakapomchukua wa mbinguni. Sasa unaweza kusema huyo mtu amekosa? Huyo mtu hajakosa bado. Hawa wanaojitoa hawa, mimi nimeona kishindo. Nimehesabu wenye viti wa kanda, wenye viti wa mikoa, ni watu wamepata. Ndugu Faraja, hawa unaweza kusema hawa wamekosa? Tumemtazama huyu mwenyekiti wa kanda. Ndio. Sasa mtu kama huyu unaweza kusema huyu ni kwa sababu ya kukosa? Kapata. Sasa kwa hiyo kuna sababu nyingine. Sababu kubwa inayoweza kuua vyama ni pale ambapo vyama kwa muda mrefu vimeshindwa kujitaasisisha. Chama kinatakiwa kiendeshe, na amezungumza vizuri sana ndugu Sudai. Chama ni taasisi, sio? Sasa taasisi inaendeshwa na kufanya maamuzi kwa vikao. Nikitazama demokrasia ya vikao, unaiona kidogo kama haijaenda vizuri sana kati ya Januari uchaguzi ulipofanyika mpaka hivi leo hii seke linavyoendelea. Hiyo ni hoja ya kwanza. Dawa ya ndani ya Chadema kama ilivyo kwa chama kingine chochote ni vikao, na kwenye hili hata CCM hawafanyi vizuri sana. Umeona kuna wanachama wa CCM wanaolalamika kuhusu kwa mfano ajenda za kikao, na samahani kidogo kwa kutoka kidogo kwenye hilo, tunapima vyama. Ajenda ya kikao maalum, mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi, ajenda yake ilikuwa ni kwenda kujaza pengo la makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Mkutano mkuu maalum duniani kote huwa unakuwa na ajenda moja na haupitii dondoo minutes kumbukumbu za kikao kilichopita. Sasa wako wanachama ndani ya chama wanauliza, hii ajenda sasa ya kuteua mgombea na mgombea mwenza na nini imetoka wapi? Nasema wao wenyewe wanaulizana, mimi sijauliza. Mimi sio mimi. Sasa hilo linakuonyesha vikao vinafanyika, lakini ile demokrasia ya kuwafanya wajumbe watapike ndani. Unajua ndani ya vikao huwa kuna kubishana, hata tangu wakati wa Mwalimu. Mimi nimebahatika sana kwa kweli kuhudhuria vikao vingine kama mtazamaji. Vikao ndio sehemu ya kutapika. Mkishatapika kutapika kwa maana nzuri tu, kwa maana ya kwamba mnasemana kikweli kweli. Halafu baadaye mnasema tunatokaje nje. Sasa hilo ndugu yangu Sudai, mimi nimetazama vyama jamani. Nimetazama vyama, yani nchi mpaka sasa nimeanza kuchoka. Naona Chadema hapaendi vizuri sana kwenye hilo. Na ni bahati mbaya na nimeshangazwa kwamba hawa wanaotoka Chadema wanasema wameshatoka ila watatafuta mlango mwingine. Hawa mimi kibusara ya kisiasa wangesubiri kidogo mwenyekiti aweze kurudi yuko mezani, kikao kimoja wacharuane sana, kikao cha kamati kuu au kikao cha baraza, wacharuane sana, wafanye tathmini, maana hata tathmini ya uchaguzi haijafanyika kisawasawa. Ndipo waseme wabwage manyanga pale kikaoni. Mwenyekiti, kwa mtindo huu tunabwaga manyanga hapa. Lakini hii ya kutoka, na naona kama imepangiliwa, anatoka huyu leo, kesho
kigogo mwingine anatoka, kesho kutwa kigogo mwingine. Mimi naona, na ndiyo jibu swala langu la mwisho, naanza kuoteshwa ndoto kunaweza kukawa na mkono wa kukivuruga Chadema. Mkono wa mtu, mkono wa mtu au mkono wa taasisi au kunaweza kukawa na mkono, na hii naoteshwa tu. Sawa. Sudai, unasikia hoja ya Kibamba hapa kwamba toka uchaguzi utamaduni wa vyama ni kama vile haukwenda sawasawa, kiasi kwamba hata haya tunayoyasikia sisi ambayo pengine hatukupaswa kuyasikia, pengine yalikuwa ni siri za chama, mlipaswa kuyamaliza ndani ya mikutano ili kutafuta huo msawazo, ili na mambo yaende sawa ndani ya chama chenu. Kuna ukweli kwamba mambo hayakuwa sawa kuhusu vikao? Narejea nilipoishia kuwa taasisi yoyote ina namna ya uendeshaji wake wa vikao. Sisi ngazi yetu ya chini kabisa kwa mujibu wa katiba ni ngazi ya msingi. Unakuja tawi, unakuja kata, unakuja jimbo au wilaya, unakuja mkoa, unakuja kanda, baadaye taifa. Hizi ngazi zote zina namna ya vikao vyake. Kwa hiyo hawa wenzetu kuwa kama aliposema Deus Kibamba hapa, kuwa ni kipindi ambacho kwanza tulitakiwa, kwa kauli yetu tuliyosema stronger together, wenzetu wanaondoka, ndio litakiwa muda sasa wa kuonyesha stronger together kwa vitendo, kwa sababu mwenyekiti wetu hayupo, yuko ndani. Sasa wewe ukiwa mwenyekiti wa kanda au mwenyekiti wa mkoa, kitendo hicho tu cha kuanza sawa kuzungumza vitu ambavyo wewe unaona kuwa labda hujatendewa haki, sidhani kuwa kwa nafasi kwa mfano ya mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa kanda, ukasema kuwa kuna mtu mwingine unayemlalamikia, unasema kuwa chama kimekosa upendo. Upendo upi ambao wewe unataka, wakati upendo huo wewe ndio unatakiwa uonyeshe mwenyekiti wa kanda ambaye mwenyekiti wako yuko ndani? Unashindwa kuonyesha ile solidarity ya kuhakikisha chama kinakuwa salama katika maeneo yako. Kwa hiyo kama alivyosema kuwa Chadema kuna mkono saizi tunajua umeingia kwa ajili ya kutaka kutuvuruga, lakini chama hiki tushapita hizo level. Na ndio maana mtu mwingine anaweza akasema kuwa hiki chama tunaweza tukarudia enzi za NCCR au tulishapita bro. Tuko vizuri. Kumbuka, lakini kumbuka wanaotoka waliyasema haya maneno kwamba wamevuka hatua za kununulika, wamevuka hizo hatua za kuvunjika. Mlipomaliza uchaguzi statement zilitoka vizuri sana, we strong together. Ndio maana nimekuambia kuwa huogopi kwamba pamoja na kuyasema haya chochote kinaweza kutokea, hata wewe kesho tukasikia umebwaga manyanga. Ndio maana tunarudi pale pale kuwa dhamira ya dhati ya mtu kama kiongozi wa kitaasisi ina reflect na wewe dhamira yako unataka nini. Tunarudi kwa Deus kuwa kuna wengine hapa wanaondoka, tumekubaliana kwenye vikao, kwenye baraza kuu, mkutano mkuu kuwa no reforms no election. Umeelewa? Lakini yeye kwa sababu shauku yake, sisi tulishapita huko kupata siji diwani, tulishapita kuwa na madiwani zaidi ya 1000, wabunge wanafika kadhaa. Tulishapita level ya kuhitaji ubunge. Sisi ni chama kikuu ambacho tunataka tukaendeshe dola. Tukaongoza nini? Dola. Kwa hiyo ukiwa wewe una maslahi yako binafsi ya kutaka tu kushawishi tuingie kwenye uchaguzi ambao wewe utaweza kubahatika kuwa mbunge, lakini wenzako wengine ambao wanao uwezo wa kuwa kwenye hiyo nafasi wanaenda kuipoteza kwa sababu ya kukosa kile tunachokipigania, tume huru. Unajikuta sasa yeye atapataje ubunge wakati tume ni hiyo hiyo? Yaani ama unazungumza baada ya kuwa ametoka. Kwa mfano kama mngeingia katika uchaguzi, ndio, si ndio, si mngekuwa na nafasi ya kuleta mageuzi mkiwa ndani ya mfumo? Ndio maana kuwa tuna chaguzi kama 3 ambazo sisi tumeshiriki, na ndio maana ikafikia kipindi tukasema hapa basi. Tumeshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Nyinyi ni mashahidi, na hata wazee wa Chama cha Mapinduzi wengine wao wanasema hizi chaguzi zilikuwa zina dosari. Tukaingia uchaguzi wa mwaka 2020. Tumetoka sisi kama Chadema na jimbo moja, sawa, na kata kadhaa. Tukasema okay, ngoja tujipange tena. Mwaka jana hata miezi 6 tu haijapita tumetoka uchaguzi wa serikali za mitaa. Mmeona kilichofanyika.
Sasa sisi sio wenda wazimu ambao tunaweza tukaendelea kuingia kwenye chaguzi ambazo kwanza watu wetu wanauawa. Unaposema unaingia kwenye uchaguzi, kuna resources, tunajiandaa. Sawa, usione magari yanapokuwa yanapita, kuna pia una watu ambao kampeni ile, jopo la kampeni lina consume. Kwa hiyo unapokuwa mgombea unajiandaa. Sawa, na jamii tunakuwa tumeiandaa. Lakini tunapofika mwisho ambao tunasema kuwa sasa inabidi tuingie kwenye uchaguzi, zile process wenzetu wanapoka kwa kutumia mfumo kama alivyosema. Mfumo unakutana na vikwazo, jeshi la polisi, watendaji. Kwa hiyo unakuta kuwa ule uchaguzi unakuwa sio wa kistaarabu. Kwa hiyo sisi tunaposema kuwa no reforms, no election, tunataka kuwa na sisi tutoke huku kwenye haya matatizo ambayo ya karne sijui ya ngapi. Twende kwenye kuendesha chaguzi za kistaarabu, za kidemokrasia. Kama Mwalimu aliweza kuitengeneza nchi hii kuwa kitovu cha kupigania uhuru wa nchi zingine, kwa nini sisi tusiwe mfano kwenye chaguzi zetu? Ndio maana tunasema kuwa hatutaweza kuingia kwenye chaguzi bila reforms, bila kuwa na katiba mpya, bila kuwa na tume huru. Hamkuona kwamba kulikuwa kuna haja ya kutengeneza hizo reforms ndani ya chama ili mwe na nguvu, ili sauti yenu sasa isigawanyike? Kwa sasa tunasikia Chadema hii na Chadema hii, Chadema ya zamani, Chadema mpya, inawafanya wananchi ambao mnawapigania kama mbwa anapigiwa miruzi mingi. Sawa. Narudi pale pale kuwa kwenye taasisi yoyote tunatofautiana kwenye kitu kinachoitwa dhamira. Kila mtu ana dhamira tofauti. Kuna watu wengine wametanguliza maslahi yao binafsi kuliko maslahi ya taasisi. Na ndio maana kuwa hata hao waliokuwa wanajiita G55 walikuja na petition yao ya kutoa maoni yao, wakasema kuwa tumeandika maoni yetu, tunaona hayazingatiwi. Kwa nini hamkuyazingatia? Kutokuyazingatia ni kwa sababu gani? Kuwa tumeshakubaliana wote hao wanapokuwa wanazungumza, tulikuwa nao kwenye mkutano mkuu wa chama kupitisha no reforms, no election. Unarudi baada ya uchaguzi, kikundi cha watu wachache ambao hata kikatiba hampo, mje mtengue maamuzi ya mkutano mkuu wa chama. Hicho kinakuwa chama au sio chama? Kwa hiyo ndio maana nasema tunimalizie kwa kusema kuwa ile Chadema ya kutuambia kuwa tunabadili gia angani, tulishapita huko, tunaenda kwenye misimamo ya vikao. Kibamba, kwa uzoefu huo wa kuangalia uchaguzi nchi nyingi, uchaguzi karibu 41, unasema ukiwa kwenye nafasi ya ushauri wa kisayansi, afya ya Chadema unashauri nini tunapoelekea uchaguzi huu? Maana no reform, no election inaathiri watu wengi sasa, si ndio? Mimi ningeweza kusema no reform, no election inaathiri watu wengi kikweli. Ni mimi binafsi nimeeleza hapa kwamba hawa Chadema wanaiendeleza tu. Imeasisiwa na wazee magwiji wa nchi hii. Tena wengine walikuwa ni kizazi cha CCM. Kina Jaji Nyalali, kina Jaji Warioba. Lugha anayoongea Jaji Warioba ni hiyo hiyo. Tatizo lililopo kwenye no reform, no election ni matatizo mawili. La kwanza ni uhardliner. Nilikuwa natafuta neno la Kiswahili. Msimamo mkali. Msimamo wa hafidhina hivi. Msimamo mkali. Sasa no reform, no election imeshindikana toka mwaka 92. Yanakuja mabadiliko madogo. Mimi nimekaa pale bungeni, nimekwenda bungeni kutoa maoni yangu kwenye mabadiliko ya sheria, kwenye mabadiliko ya katiba, kwenye mchakato wa katiba. Lakini vitu vinavyopokewa, tunaita kwa kizungu status quo, inapokea vile vitu ambavyo havina madhara kwa walio kwenye utawala hivi sasa. Sasa kutokana na hilo, mimi maoni yangu, na huu ni wito, ujumbe kwa Chadema zote mbili. Kwanza wale wanaosema kuna Chadema mbili sasa. Chadema wale wengine wamesema wamejitoa, wanatafuta mlango mwingine. Hawajaingia. Wale hawajaingia chama kingine. Wangekuwa wameshaingia, ningekuwa nawataja kwa hicho chama chao kipya. Sasa wamesema wanatafuta. Wote wamesema hivyo hivyo. Ndio maana mimi naanza kuhisi kwa uchambuzi wangu, mbona lugha inafanana? Kila mmoja anasema, Kigaila nilimsikia anasema mtaniuliza, najua tena kabla waandishi hawajauliza, mtaniuliza hivi nilivyojengua, je, ndio nimestaafu siasa naenda kufa? Hapana, mimi ni kijana tu. Haya, Devota Minja hivyo hivyo.
wote kabisa. Naweza hatuna muda ningeweza kukutajia wote walioyaongea ni yale. Wanasema tumetoka Chadema ila tunatafuta mlango. Sasa nitaka kusema wito kwa Chadema hiyo ambao wametoka, na hasa hao waliobaki. No reform, no election haitakiwi iende kwa kasi ya treni ya mwendo kasi, bullet train. Huwezi, utakufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile inatakiwa iendeshwe kwa nguvu, kwa sababu dola huwa inazuia mabadiliko kwa kutumia nguvu ya bunduki. Chadema inataka kuleta mabadiliko kwa nguvu ya bunduki. Haiwezekani. Nasema nguvu ya bunduki, wao hawana bunduki. Lakini ile ukiona kwamba nguvu kwa nguvu, haki ya Mungu patachimbika, moto utawaka hapa. Sasa Watanzania kwa bahati nzuri au mbaya, na nadhani nzuri, Watanzania utamaduni wao hawataki pawe panachimbika moto na waka. Watanzania wanataka, na hii naona Chadema yenyewe inawaona Watanzania sisi kama mabwege. Umewasikia wakiongea nyinyi Watanzania, mmelishwa nini nyinyi? Mabadiliko huwa yanakwenda kwa mikakati mbalimbali. Mkiona mkakati huu wa nguvu kwa nguvu unagoma. Na niliwahi kuongea hii kwa mwenyekiti Mbowe. Mimi nimebahatika kuongea sana na viongozi wa vyama kwa sababu ya uelewa wangu wa masuala haya na uzoefu wangu. Niliwahi kuongea na mwenyekiti Mbowe, na kama ananitazama atasema hii ni kweli. Kwa nini bunge maalum la katiba mkatoka moja kwa moja? Nasema hili kwa sababu linalingana na sasa hivi. Misimamo mikali haisaidii popote. Nakaribisha mimi na wasihi watumie mazungumzo ndani ya chama kwanza. Mimi nahisi kama ndugu Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa Chadema ingetokea Mungu jalia yuko nje leo, kuna penyo nyingi za kutoka. Serikali inaweza kapoteza interest, tunaweza kaleta nolle prosequi. Serikali inaweza kaleta nolle prosequi, the state has no interest. Serikali haina nia ya kuendelea na hii kesi akiwa yuko nje. Siseme huku nje hakuna viongozi. Ndugu Heche namuona anaendeleza kuonesha kwamba haina interest, ama ni serikali. Huyo unayetaka kumtaja huwa anafanya hivyo kwa niaba ya serikali. Sasa nilikuwa nasema kama ingetokea wametulia kidogo, maana nadhani kutulia kwao kutakuja mwenyekiti akiwa yuko huru. Hili kwa kweli ningependa niongee toka rohoni. Hata mzee wangu mzee Warioba aliongea, mwenyekiti huyu akiwa huru mazungumzo yanaweza kaendelea. Na nawasihi serikali, huyu mtu, kwa sababu pia kuthibitisha kesi ya uhaini, mimi sheria ninazozijua sioni uhaini, sijauona bado. Naisikiliza mahakama ije kesi ikisikilizwa ni uone huo uhaini, kwa sababu ile collusion, kule kupanga njama na vyombo vyenye uwezo wa kupindua, yani labda ithibitishwe kwamba walipanga njama na majeshi. Na wito wangu ni kwamba nyingi, kwa sababu msimamo mkali waache. No reform, no election iwe ni msemo wa ufafanue kwamba hii tutaendelea nayo, lakini uchaguzi huu, kwa sababu hii ya kusema ni mwaka huu, na kujibu wale wanaosema, wanachama wanaosema tunaona hii kama sio, hatukuifikiria vizuri sana, kwa sababu tunaweza tukapanga kitu mimi na Faraja kesho asubuhi tukatafakari zaidi. Hasa kina mama na kina baba kwenye ndoa huwa wanaweza kaamua leo, kesho wanasema baba mimi nimefikiria tena usiku, nimefikiria nilipolala, nimeona ile kama tumeamua. Sasa hiyo inatakiwa iwe entertained. Watu wakiwa na mawazo mapya yakaribisheni, warudishe mezani. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafikiri nguvu inatumika mno kote. Wanachama walioleta mawazo wale walitakiwa waambiwe, sasa tunaunda jopo lichunguze hizo hoja zenu, lilete kwenye vikao tujadiliane. Sasa ukisema kwamba hii tulishaamua wakati wa Mbowe, hiyo nadhani kwa hawa huo msimamo ni mkali mno. Na naomba radhi, mimi wanaongea wazi, naomba radhi kama wataona kwamba huyu Kimamba anafanya nini. Lakini upande mwingine ambao na wenyewe nauomba urekebishe, wale wanaojitoa msimamo wao ni mkali mno. Kwa sababu unajua kwa nini wanajitoa? Ndugu yangu labda hajagusa sana. Mimi naongea nao kama watu 25 ambao wengine hawajajitoa bado wako na nyinyi.
wana mawazo yale yale kama wale wanaowaza kujitoa, sababu wanasemaje, tulifikiri no reform no election itaenda mpaka muda fulani, alafu tu resolve kwamba tutaendelea na hii kazi ya no reform no election, lakini kwa sababu watu wametumia hela mamilioni kwa mamilioni kwenye majimbo mpaka hivi leo wameshajiandaa miaka 3-4, anakwenda we Faraja, unaenda kila siku jimboni kwako, unarudi, alafu leo unaambiwa zile fedha zimeenda na maji. Kwa hiyo nadhani kwamba itabidi wale watu wale warudi. Nje ya hapo ataingia Mdudu, wale watu wasiende huko mlango mwingine, watulie. Na milango ishafunguliwa, watulie. Imefunguliwa, naona mingine imefunguliwa robo, mingine imeshafunguliwa kabisa, na magari yanaanza kununuliwa na nini. Hapo ndipo Mdudu. Unajua mkigombana, mimi na wewe Faraja tukigombana, chukulia ndoa kwa mfano huko kwetu mitaani, mimi na mke wangu tukigombana, ndio majirani waliokuwa hawatutakii mema wanapofanya nini? Wanapofungua mlango ili mmoja wetu atoke. Na hiyo naiona inatokea kwenye nini? Kwenye Chadema. Na ikitokea hiyo, hakuna chama kitabaki salama. Hata hicho, huo mlango mwingine huo mimi naujua. Huo mlango mwingine wanaotaka kwenda, wataenda watanawili kidogo mwaka huu, watapata majimbo 20, na yenyewe sidhani kama watapata kwa sababu wameshindana sana. Wanaweza wakapata majimbo 20-30, na naota ndoto tu, sio kwamba nimeambiwa. Sasa kule kwenye mlango na kwenye kuna watu wengine pia. Lakini kule sasa si kuna mambo ya bei pia. Sawa, ngoja tumpe. Kuna mambo ya bei pia. Tumpe nafasi katibu wa mkoa wa kichama wa Temeke. Ametoa ushauri, ametoa wito kwamba msimamo ni mkali sana. Wanasema msimamo wa kihafidhina, msimamo bapa. Msimamo bapa unapaswa kuwa na aina fulani ya mviringo ili kuona kwamba upepo huu tunaweza tukaubadilisha kwa sasa. Unadhani ina maana kwenu kwa sasa? Kwa sasa hoja yake. Kwa hoja ya ndugu yangu Deus hapa. Kwa sasa sisi tumesha shiriki, unajua, mazungumzo zaidi ya miaka 2. Baadaye rais akaja na 4R. Sidhani kama kuna dokumenti yoyote ambayo ilitoka kutuambia hayo mazungumzo ambayo tulipoteza muda kwa miaka yote 2 tukitarajia kuwa kuna jambo jipya lingeweza kufanyika. Ushauri wa Kibamba ndio hoja yangu. Ndio. Maana tunazungumza kinachoendelea sasa. Ushauri wa Kibamba anachosema kuwa tulegeze msimamo. Sisi, unajua, nyuma yetu sisi tunaangalia wananchi vile vile. Msimamo wananchi wanatuambia nini? Kuwa leo hii tukiwaambia hiki. Leo na ndio maana kuwa hii no reforms, no election imebamba nchi nzima. Wananchi wanasema kuwa kazeni hapo hapo. Msilegeze, kazeni hapo wapi? Bungeni hamtaingia, mtaendelea kuwatetea wapi? Sasa kwenda kwa ajili ya kwenda kuwatetea kwa ajili ya kuingia kwenye uchaguzi. Hao watu ambao tunataka tukawatetee wauawe kwenye uchaguzi. Hao watu wengine ambao tunaingia sisi kwenye uchaguzi tupewe viti vya upendeleo. Kwa hawa Chadema tuwape safari hii majimbo 20-30. Ushauri wa Kibamba umepokea? Ushauri wa Kibamba narudi pale. Anaupokea kwa shingo upande. Narudi pale kwa msimamo wetu sisi tumekubaliana. Kwa hiyo kuwa hatuwezi kurudi nyuma kwenye kile kitu ambacho tulishaona madhara yake zaidi ya chaguzi 3-4. Nakushukuru sana Emmanuel Sudai kwa maoni yako, na amepokea ushauri, ameupokea kwa shingo upande ama ameukataa. Nikushukuru sana kwa kushiriki nasi katika Mizani ya Wiki leo. Asante sana Deus Kibamba pia kwa kushiriki nasi katika Mizani ya leo. Emmanuel Sudai ni katibu wa Chadema mkoa wa kichama wa Temeke. Lakini pia tumekuwa naye Deus Kibamba, mchambuzi wa masuala ya siasa, sheria na masuala pia ya katiba. Nakushukuruni sana kwa kushiriki nasi katika Mizani ya Wiki. Asante mtazamaji kwa kuwa nasi. Mimi ni Faraja Sendegea.